Kilichobainika na kilichoweza kuonekana katika maadhimisho ya kuhitimisha mafunzo kwa dogo aliyeweza kutolea ufafanuzi baada ya kupewa kitita cha fedha nyingi, yani kwa pesa za Kitanzania aliweza kupewa kiasi cha bilioni 5, kwa sababu ilionekana kabisa kwamba Rais Ibrahim Traore ataweza kuhudhuria maadhimisho ya hitimisho la mafunzo yao. Yani kama huko tunavyoona kabisa kuna wakati ambao rais ataenda kuweka maadhimisho ya mafunzo ya JKT, basi ndio ilivyoweza kutokea. Kijana ambaye aliweza kupewa kitita kwa mtu ambaye mpaka sasa hivi bado hajamtaja je ni mtu gani ambaye aliweza kumpa pesa na kumpa pia akili ya kutengeneza mpango wa kuweza kumuua Rais Ibrahim Traore. Sasa hatukujua kwamba je ilikuwa ni kwa mpango kumwekea sumu ama kwa mpango gani ambao aliweza kupewa, lakini kwa taarifa ambazo zimeweza kutufikia na hata makala tofauti zimekuwa zikimjadili kijana ambaye pia aliweza kuwa katika uongozi pia wa moja ya komanda Sawadogo, ambaye tunajua ni moja ya kamanda katika nchi ya Burkina Faso anayewasiliana vyema na ambaye yuko katika ukaribu mkubwa na Rais Ibrahim Traore. Sasa aliweza kutolea ufafanuzi na katika nukuu ambayo tuweza kuipata ni kwamba dogo aliweza kutumwa, na kiuhalisia umri wake inaonekana kabisa kwamba ni mtu mzito ama mtu mkubwa ambaye aliweza kuhusika na kumpa pesa ambazo ni lazima tu hata ungekuwa ni wewe msikilizaji basi ungebadilika roho. Na pengine kile ambacho kimeweza kufanyika kwa dogo janja nafikiri imekuwa ni kama busara, kwa sababu unaambiwa kwa Rais Ibrahim Traore baada ya kufika katika eneo hilo la mafunzo, unaambiwa kabla ya show haijaanza basi dogo janja aliweza kupata nafasi na aliweza kumuomba Rais Ibrahim Traore azungumze kile alichokuwa nacho. Sasa hatujajua, licha kwamba unaambiwa kwa jinsi ambavyo tumeweza kunukuu na kwa taarifa zaidi ni kwamba dogo unaambiwa mpaka sasa hivi anapewa ulinzi wa kutosha na kuna mazingira ambayo ni lazima ataandaliwa kwa lengo la kulindwa, kwa sababu alichopewa ama kazi aliyopewa ama mission aliyopewa ni sasa imeweza kufeli. Ni kwa nini dogo aweze kuropoka hadharani na kuzungumza kama kuna watu waliweza kumtuma? Na haikuwa rahisi sana kwa yeye dogo kuweza kuzungumza yani hadharani tu moja kwa moja kwamba aliyemtuma ni mtu fulani, lakini kiuhalisia mission kwake imeweza kufeli. Na tunashukuru kwamba dogo ataendelea kupatiwa uangalizi, na yote ni mapenzi ya dhati ambayo wananchi na hata viongozi na hata pia kwa jeshi la nchi Burkina Faso limekuwa lina mapenzi ya dhati na kiongozi Ibrahim Traore. Kwa hiyo kitendo cha kumsnitch ama kutumia baadhi ya watu inategemea na akili ya mtu. Dogo hakuona pesa ina thamani katika nafsi ya Rais Ibrahim Traore, na kiuhalisia tunajua kabisa ni lazima dogo atapewa donge nono na Rais Ibrahim Traore baada ya kuokoa ama pia kuongea ukweli wa chuki ambazo zimekuwa zikipandikizwa kwa baadhi ya watu kwa lengo la kutaka kumaliza Rais Ibrahim Traore. Cha msingi bwana, tukutane kwenye comment. Hii ni Hatoboy Media.